Je, inawajibika kafara ya mtu aliyeua kwa bahati mbaya? Aliyeua kwa bahati mbaya, ambaye kwamba pengine ni gari, chombo chochote amegonga akasababisha kifo cha mtu. Nini hukumu ya Uislamu? Je, ni kafara ni kitu wajibu au la? Bila shaka hili katika vitu ambavyo kwamba tuishi navyo jamani. Mara nyingi watu wagonga huko, kama hawakugonga itakuwa wanaendesha akasangusha gari, watu wakafa, basi yeye apambana na polisi tu, yeye apambana na kujibabadua polisi, kwa maana kwenye traffic au mahakamani atoke salama. Lakini upande huu wa dini kama watu wanasahau, wana majukumu. Kuua kwa bahati mbaya pana hukumu zake katika Uislamu. Sasa katika Uislamu ukiua kwa bahati mbaya kwa njia yoyote, iwe ni kwa kupitia vyombo vya moto au kitu kingine chochote, basi kilichopo ni mambo mawili. Kwanza ni dia, yani fidia. Pili ni nini? Kafara. Dia tutakuja iona huko mbele, lakini sasa hivi swali lilo hasa lilopo ni kafara. Kafara ni kumwachia mtumwa huru. Kama hakuna, ndio utafunga miezi miwili mfululizo. Lakini kwa nini imetangulizwa badala ya kufunga siku 60? Kwa nini imetangulizwa kuacha mtumwa huru? Imetangulizwa kuachia mtumwa huru ni kwa sababu ni kama vile kule kuna nafsi imeondoka iliyo hai, unaileta nafsi nyingine kuwa hai. Kwa sababu kumwachia mtu mtumwa huru ni kama vile kumpa mtu uhai mpya wa uhuru. Sisi tumeelewana? Na katika vitu ambavyo kwamba daima tunavisema, Uislamu umekuja kupiga vita utumwa, ni katika moja ya dalili ni ule uwepo wa sheria zake, kwamba ukifanya kosa fulani, jambo la kwanza kafara yake ni kuacha mtumwa huru. Makosa mengi, wacha hili la kuua kwa bahati mbaya bila kukusudia, makosa mengi yamewekwa kwamba ukiwa umefanya, kafara yake kwanza ni kufanyaje? Kuachia mtumwa huru. Atakapokuwa ameshindwa sasa kuacha mtumwa huru, kwa kuwa hakuna sana mtumwa, ndio atafanyaje? Atafunga miezi miwili mfululizo.